ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا إخوة الأعزاء، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكمه تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ya kumhimidi Allah na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma huu Mtume Muhammadin, swala na amani ziwe juu yake. Jambo la kwanza kabisa katika Ijumaa hii ya mwisho katika mwezi huu wa Safar, mwezi wa pili wa Kiislamu, jambo la kwanza kabisa watukufu wa Kiislamu, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata mambo mbalimbali ambayo Allah ameelekeza yafuatwe na kuacha mambo mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza yaachwe. Ndugu katika imani, ama unwani ya hotuba yetu ya leo inazungumzia, itakuwa ikisema hal alima tariku salata madha taraka. Unwani ya hotuba yetu ya leo inasema, je, anatambua, amefahamu yule ambaye mwenye kuiacha swala anajua ni kitu gani alichokiacha? Yule Muislamu ambaye anaacha swala, je, hiyo swala anayoiacha anaijua ni kitu gani? Anaitambua? Hal alima tariku salata madha taraka, anajua mtu aliyeacha swala, je, anafahamu ni kitu gani alichokiacha? Intabih ayuha almuslim, zinuka ndugu katika iman, katika kufuatilia hutuba hii adhim. Fala yakhtalifu almuslimuna, ndugu katika iman, waislamu wote, wanachuoni wote hawatofautiani, anna tarika salata amdan, ya kwamba mwenye kuiacha swala kwa makusudi, min a'dhami dhunubi, ni miongoni mwa madhambi makubwa kuiacha swala, wa akbarul kabair, madhambi makubwa mno, wa anna ithma tarika salata a'dhamu inda Allah, na madhambi ya kuacha swala ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min ithmi qatli nafs, zaidi ya madhambi ya mtu kuondoa uhai wa mtu, wa ithmi akhdhi al-amwali, zaidi ya madhambi ya mtu kuchukua mali ya mtu, wa ithmi zina wa sirqa, kuacha swala ni madhambi makubwa zaidi ya mtu kuzini ama kuiba, wa shurbil khamri, ama kunywa pombe. Madhambi haya ni madogo kuliko dhambi la mtu kuiacha swala. Wa anna tarika salata, hakika na mtu ambaye mwenye kuiacha swala, mu'taridun liwa'idillah, amejiweka wazi kwa ajili, amejidhihirisha kwa ajili ya makemeo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa uqubatihi wa khizyihi wa suktihi, amejiweka wazi kwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na fedheha za Allah na adhabu zake, wa sakhatihi, na chuki za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuiacha swala tu. Asema fi dunya wal akhirah, madha adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuiacha swala atazipata hapa duniani, lakini na akhira pia atazipata adhabu hizo. Fahal alima dhalika tariku salata, je, mtu mwenye kuiacha swala amelijua jambo hilo kwamba ile swala anayoiacha madhambi yake ni makubwa mno zaidi mtu akawa mzinifu, akawa mwizi, akawa ni mlevi, apora mali za watu? Madhambi haya ni madogo kuliko mtu ambaye swala yaadhiniwa, yanadiwa kila sehemu na akaiacha swala hiyo kuitekeleza. Je, mtu huyu mwenye kuacha swala jambo hili analitambua?
Intabihi ayuha almuslim, hal alimta ya tarika salata, je Muislamu ambaye waiacha swala umetambua kwamba wewe annaka tarakta rukna al-azim, umetambua kwamba umeacha nguzo kubwa sana baada shahadataini, baada ya shahada mbili umejua kama umeacha nguzo kubwa. Wa annaka tarakta awwala amal, lakini pia umeacha nguzo ambayo satuhasabu alayhi yawm alqiyama, ambayo pia mja atahesabiwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema nabii wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyama as-salat, jambo la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala awahesabu viumbe wake siku ya Kiyama ni jambo la swala. Umetambua wewe mwenye kuacha swala jambo hili? Asema Mtume, fa in swalaha faqad aflaha wa anjaha, Muislamu wa namna hii swala zake zikawa ziko vizuri, asema faqad aflaha wa anjaha, atakuwa amefaulu na ameokoka kabisa. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, na swala zake zikiharibika, asali atekeleze swala zake, basi atakuwa amepata hasara. Ndugu katika imani, yule mwenye kuacha swala, je, hafahamu, anatambua jambo hili kwamba anachokiacha ni kitu kikubwa mno zaidi ya mambo yote? Amma alimta anna man taraka salata wahida, je, unatambua wewe Muislamu ambaye swala zinakupita waziacha huko katika shughuli zako, umetambua kwamba mtu anapoacha swala moja tu kaswalati al-asr, kama mfano mtu anavyoacha swala ya al-asr ikampita tu, faqad khasira khasaratan adhima, mtu huyo atakuwa amepata hasara kubwa sana. Anapopitwa tu na swala moja tu ya al-asr ikampita tu, hasara yake ni kubwa sana. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema bwana Mtume Muhammadin, swala na amani ziwe juu yake, man taraka salata al-asr faqad habita amaluhu, Mtume anasema ya kwamba yule ambaye swala al-asr ikampita akaiacha, basi matendo yake yote aliyoyafanya kuanzia asubuhi yote yatakuwa yameporomoka, yamepotea. Ndugu katika imani, wewe unaacha swala, jambo hili watambua, tunalifahamu jambo hili kwamba kuacha swala ya al-asr tu, matendo yote mema uliyoyafanya yote yanapotea na kuharibika kwa swala moja tu. Wama baluka anta ayuha almuslim, vipi waacha swala zote tano uzisali, unakuwa katika hali gani? Ayuha almuslimuna intabihu, ndugu katika imani, tuzinduke na mambo haya. Wa fi hadithi yuhasinuhu al-allama al-albani, katika hadithi ambayo Imamu al-Albani aisimulia, rehma za Allah ziwe juu yake, asema kutoka kwa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asema Imamu al-Albani, la tatrukanna salata maktuba, asema usiache swala ya faradhi hata moja. Mtume anasema wewe Muislamu usiache swala ya faradhi hata moja, mutaammidan, ukaiacha kwa maksudi. Fa inna man taraka salata maktuba mutaammidan, yeyote ambaye ataacha swala ya faradhi kwa maksudi kabisa, akamua ache tu, adhara ninaaminiwa kila upande, hataki kusali, asema faqad bariyat minhu dhimmatillah, asema dhimma ya Allah, ulinzi wa Allah kwa mtu huyu ambaye anaiacha swala kwa maksudi itakuwa imeondoka kwa mtu kama huyo. Amma alimta ya tarika salata, je, watambua wewe Muislamu ambaye unaghafirika, swala inakupita na kadhalika, umefahamu annaka tarakta alamata fariqa baina ahli al-kufr wal iman, umetambua wewe Muislamu ambaye unaiacha swala, umetambua ya kwamba umeacha alama kubwa ambayo inakutofautisha wewe na wale ambao wasiokuwa Waislamu, umeiacha alama hiyo. Wa baina ahli shirki, na baina ya watu ambao ni washirikina kabisa, wal islam, imekuweka mbali alama hiyo baina ya washirikina na hawa wasiokuwa Waislamu, alama hiyo imekutofautisha kabisa. Kama qala alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat,
Mtume anasema kwamba tofauti ambayo tuko nayo sisi Waislamu na wale Mayahudi na wale ambao wasiokuwa Waislamu ni swala tu, jambo moja tu katika ibada ya swala. Faman tarakaha faqad kafara, basi na yeyote ambaye ataamua maisha yake ni kuacha swala, basi atakuwa amekufuru kabisa. Huyo amefanya ukafiri wa hali ya juu kwa kuiacha swala na ikampita na kadhalika. Hii ndio tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu, ni swala tu. Fama balu muslimu alladhi yatruku swala, ana hali gani Muislamu ambaye yeye swala hiyo hiyo ambayo imemtenganisha na asiyekuwa Muislamu yeye pia aiacha? Huyu anajiwekea mazingira gani? Ndugu katika imani, wa minhum wa yaqulu amirul mu'minin Umar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, asema Umar radhi za Allah ziwe juu yake ya kwamba la hadha fil islam liman taraka salata, ana hadhi yoyote katika Uislamu, yoyote ambaye ataamua kuiacha swala basi hatakuwa na hadhi yoyote. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pia asema wala man la yusalli fala dina lahu, yoyote ambaye ataamua maisha yake aendeshe bila kuwa na swala basi mtu huyo atakuwa ana dini kabisa, hatakuwa ana dini. Hal alimta ya tarika salata, je, wewe ambaye unaamua Muislamu kuacha swala, majambo haya wayafahamu? Kutokuacha swala, kuiacha swala kwamba hauna dini kabisa wewe. Asema ama alimta ya tarika salata, umetambua wewe Muislamu ambaye unaiacha swala, ma huwa haluka fi dunia, umetambua una hali gani katika dunia wewe ambaye unaamua kuiacha swala. Fa innal ulama minhum man yukaffiruka, hakika wanachuoni kuna ambao pia wakutoa katika Uislamu kabisa, wakukufurisha kabisa. Wa yukhrijuka min dairati alislam, wanakutoa katika miongoni mwa Uislamu, katika daira ya Uislamu wanakutoa. Wa minhum man yahkumu alayka bi annaka fasik, na wapo wanachuoni wanatoa hukumu mbalimbali kwa Muislamu ambaye anayeacha swala, wanatoa hukumu kwamba huyo ni fasiki mkubwa, ni fasiki wa hali ya juu. Thumma ikhtalafu kaifa yataamalu alhakimu maka, kisha wanachuoni wakaja kutoa hukumu kwamba ni namna gani wataamiliana na mtu huyu ambaye anaiacha swala, wataamiliana naye vipi? Wataamiliana naye kama kafiri mwingine tu wa kawaida ambaye anatakiwa afanyie ihsani tu mbalimbali? Wanachuoni wakasema idha thabata indahu annaka tariku swala, tunasema kwamba ikathibiti kwamba huyu Muislamu anaacha swala hata kikusali kwa vyovyote vile. Waqala Malik wa Shafi'i wa Ahmad, Imam Shafi na Malik na Ahmad wakasema wanachuoni hawa rehma za Allah ziwe juu yao, yad'uhu alhakimu ila salati wa tauba, hakimu wa Waislamu anamwita Muislamu huyu katika tauba kwamba tekeleza ibada ya swala, lakini pia utubie kwa jambo ambalo unalolifanya. Fa in aba wastawarra ala tarki salat, akaradiwa na mwanachuoni wa Kiislamu hakimu akamnasihi rudi katika swala na utubie, akikataa wastawarra ala tarki salat, akakataa na akaendelea katika kuiacha swala, anasema kutila, mtu huyu atatekelezewa ibada ya kuuawa. Waqala Abu Hanifa wa akharun, mwanachuoni Abu Hanifa na wengineo wakasema ya kwamba yuhbasu hata yamutu, Muislamu ambaye hataki kutekeleza ibada ya swala atadhibitiwa, manake atafungwa mpaka afariki, au yatuba au yusalli, au atubie na aendelee kutekeleza ibada ya swala. Alimta ya tarika swalata, ewe ambaye waiacha swala, wajua mambo haya, wayafahamu, wajua kama wanachuoni wanatoa fatwa hizi mbalimbali za kuamiliana na mtu ambaye anaiacha swala, anaghafilika nayo kabisa, anashughulika na mambo mengine. Amma alimta anna kathira min ahli alilmi yahkumu ala janazatika bi annaha la tughassal. Ndugu katika imani, ewe Muislamu pahala popote ulipo, je, watambua ya kwamba wanachuoni hawa wanatoa hukumu katika jeneza lako la kwamba wewe Muislamu ambaye mwenye kuiacha swala, wanatoa hukumu ya kwamba bi annaha la tughassal, kwamba mtu huyo ambaye anafariki na hasari kwamba asioshwe, wala yukaffanu, lakini pia asitiwe katika sanda, wala yusalla alayhi, na wala pia asisaliwe huyo ambaye atekelezi ibada ya swala, wala yudfaru fi maqabiri muslimina, lakini pia asizikwe katika makaburi ya Waislamu.
sehemu ambayo Waislamu wameitenga kwamba watazika maiti zao, basi huyu Muislamu ambaye atafariki na atekelezi ibada ya swala hata ziko katika makaburi hayo ya Waislamu, na wala hata saliwa na wala hata oshwa na kadhalika. Wala yajuzu li ahli tariki salata, na haifai pia kwa watu ambao wamefiwa na mtu kama huyu ambaye anayeacha swala, haifai kumsalie mtu kama huyu. Ndugu katika imani, hal alimta hadha ya tarika salata, yule mwenye kuacha swala amefahamu mambo haya kwamba akifariki na hali ya kuwa atekelezi ibada ya swala, hata saliwa, hata kafiniwa, hata jiwe katika sana, na wala hata ziko katika makaburi ya Waislamu. Amma alimta annahu la yajuzu an tatazawaja min muslima, lakini pia wewe Muislamu ambaye unayeacha swala, na hili pia umelitambua ya kwamba haifai, haijuzu wewe kuozeshwa mtoto wa Kiislamu ama binti wa Kiislamu ambaye anayeswali, haifai kabisa, haijuzu. Faya auliya al-umur, ewe wazazi walezi, enyi mawali, asema man taqaddama libanatikum likhatbihunna, yeyote ambaye akaja kijana anataka kuchumbia mabinti zenu, asema fasalu an salati, ulizeni kuhusiana na swala zake. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wanatekeleza ibada ya swala. Fa in alimtum annahu tariku salata, pindi mtakapotambua kwamba huyu kijana atakamchumbia binti yetu na anaacha swala, asema fala yajuzu an tuzawiju, asema haifai watu ama walia muozeshe kijana ambaye atekelezi ibada ya swala, ni haramu. Walii anapokuja mtu kutumia binti yako na haswali kijana huyo, ni haramu kabisa. Wanachuoni wanakataza, haifai wewe kumuozesha mtu kama huyu ambaye atekelezi ibada ya swala, haifai, ni haramu. Asema pia amma alimta anna dhabihataka la tukal, sema pia Muislamu ambaye waiacha swala, utekelezi ibada ya swala, umetambua pia kwamba anna dhabihataka, kwamba kile kichinjo ambacho utakichinja wewe Muislamu ambaye hausali, asema la tukal, kichinjo hicho kikichinjwa na Muislamu ambaye hasali, la tukal, hakiliwi. Maita sana inda kathiri ahli alilm, wanahukumu wanachuoni ya kwamba ni maiti kitu hicho amechinja Muislamu hasali, ukachinja mbuzi na kadhalika, ni haramu. Wanachuoni wanasema ni haramu kuliwa kitu hicho, ni maiti. Bainama dhabihatul yahudi wan nasara yajuzu, baina ya kwamba akachinja Myahudi au Mnasara, kichinjo chake kitakuwa ni halali mtu wale, lakini akichinja Muislamu ambaye swala atekelezi ibada ya swala, inakuwa ni haramu kabisa mtu kula kitu hicho. Wakasema pia wanachuoni kwamba idha akalaha, anapochinja Myahudi au Mnasara akachinja katika njia ya kisheria, kwa maana akafuata utaratibu uliowekwa na Uislamu katika kuchinja, wewe Muislamu waweza kula alichochinja Myahudi au Mnasara, lakini sio kula kitu ambacho alichochinja Muislamu ambaye swala atekelezi ibada ya swala. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha ya kwamba akichinja Myahudi au Mnasara, huna shaka yeye ya kula hicho alichokichinja, maadamu atachinja katika njia za Uislamu na sheria ya Kiislamu. Allah akasema wataamu alladhina utul kitaba hillu lakum, Allah akasema na chakula cha wale ambao waliopewa kitabu kama na Mayahudi na Manaswara ni halali kwenu nyinyi Waislamu kukitumia. Ama Muislamu ambaye hasali kabisa ni haramu. Wa amma dhabihatuka ya tarika salata fala yuzu tukala, ama kichinjo chako wewe Muislamu ambaye ukaamua kuiacha swala, maisha yako anaenda bila swala, asema la tukalu, akiliwi. Fali hadha yantabi almuslim, kwa jambo hili basi Muislamu azinduke, ayaslima dhabihata ulitariku salata, Muislamu azinduke kuchukua kichinjo chake na anampelekea kwamba yule pale ndio anahusika na mambo ya kuchinja, wakati mwingine anampelekea na wala hatekelezi ibada ya swala, ni haramu. Muislamu azinduke katika jambo hili. Sawa kanat dhabiha akli au tijara, sawa kitakuwa kichinjwa chakuliwa kama kawaida, au biashara, au dhabiha dhaifi, au mwingine akamwandalia mgeni wake, au hakika, au ikawa ni hakika, au hadi na kadhalika. Vitu hivi mtu akichinja na aliyakuwa atekelezi ibada ya swala, havitahesabika, havitakuwa ni vya kisheria, na mtu akila atakuwa amekula kitu ambacho ni cha haramu. Ama alimta ya tarika salata
Lakini pia wewe Muislamu ambaye unaiacha swala, umetambua ya kwamba kaifa haluka fi qabrika. Je, umetambua hali yako Muislamu ambaye yule ambaye anaiacha swala, atambua je atakuwa na hali gani baada ya kuwa amefariki katika kaburi lake? Faqad jaa fi sahihi, imekuja hadithi sahihi kutoka kwa sahaba mtukufu Samra ibn Jundub, wa huwa hadithu tawil, hadithi ndefu imekuja ikionyesha kwamba mtu ambaye atafariki na hali ya kuwa atekelezi ibada ya swala atakuwa na hali ngumu sana katika kaburi lake. Asema siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelala, wakamjia watu wawili, atani laila taatiani, Mtume amelala wakamjia watu wawili, fantalaqa bi, Mtume anasema wakaondoka na mimi, wakaondoka pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata ala rajulin mutaji, Mtume anasimulia anasema tukaenda mpaka tukamwendea bwana mmoja alikuwa amelala chini, wa rajulun qaimu inda rasi, na mwingine pia akiwa amemsimamia juu. Mmoja amelala, mwingine amesimama. Yahwi bihadha alhajar ala rasi almutaji fayukasiru, wasema yule aliyekuwa amesimama ameshika jabali kubwa kwelikweli, ameshika jiwe nzito, asema na anampiga yule ambaye aliyekuwa amelala. Wa kullama yafalu dhalika ada ar-ra'su kama kana, na kila anapompiga jiwe lile kichwa kinabilingita na kupasuka punde tu, na kichwa kinarudi vile vile kama kilivyokuwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawauliza, ma hadhani ar-rajulani, wana nini hawa watu wawili? Mmoja amelala, mwingine amesimama, ameshika jabali, kila anampiga kichwa kinaanguka, lakini kinarudi pale pale na yeye anaendelea kumpiga hivyo hivyo. Asema wakamjibu watu wawili wale, asema subhanallah, ma hadha. Mtume kauliza, ametakasika Allah, ni watu gani hawa ambao wapo katika hali kama hii? Faqala hadha alladhi ya'khudhu alqur'ana fayarfudhu, akamjibu Mtume akamwambia kwamba huyu ni mtu ambaye yeye maisha yake anaichukua Qur'ani, anaisoma Qur'ani, lakini pia anaipinga, anaikataa. Anaisoma Qur'ani na haifati, ikimwamrisha swala yeye anaenda kinyume na ile Qur'ani inavyomwamrisha. Asema wayanamu ani salati almaktuba, lakini pia analala katika swala za faradhi. Swala za faradhi zinavyonadiwa, yeye analala, hataki kutekeleza ibada. Kila sehemu, kila adhana zatolewa za kila namna, lakini hatekelezi ibada hiyo ya swala, aendelea katika kulala. Mtu huyu ndio adhabu yake hii ambayo inayomtokea hapa leo. Na la shaka anna hadha alhadithi fi qissati al-Isra wal Miraj, na hadithi hii mazungumzo haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyaona katika kiswa cha Isra na Miraj. Ndugu katika imani, intabiha ayuha almuslim wala waqsim billahi alla tatruka salata. Ndugu katika imani, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na uwapie kwamba utaacha swala haitakupita kwa mambo haya ambayo imma pengine ulikuwa uyafahamu, na leo hii kupitia hutuba hizi adhimu ukayafahamu. Ndugu katika imani, usiache swala. Ndugu katika imani, fa hiya ruknul wahid, swala ndio nguzo pekee ambayo ni kubwa baada ya kushuhudia shahada mbili, ya kushuhudia hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadi ni yeye pekee. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ndugu katika imani, tukiwa ni katika hutuba yetu ya pili, ambayo unwani ya hutuba yetu ya leo ilikuwa ikisema hal alima tariku salata madha taraka. Je, anajua mtu aliyeacha swala, anayeacha swala madha taraka, anatambua ni kitu gani alichokiacha? Ayuha almuslimuna, ndugu katika imani, hadithi moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikituonesha kwamba jambo la ibada ya swala ni jambo kubwa sana ambalo haitakiwi yoyote aliyetamka shahada na kumwamini Allah akapuuzia jambo hilo. Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapita katika mji wa Maka, anatembea, akapita katika makaburi mawili. Mtume wa Allah akapita katika makaburi mawili. Alipopita katika makaburi hayo mawili, Mtume akasema innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhibani fi kabir. Mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake alipopita katika makaburi hayo mawili akasema kwamba hawa wawili waliozikwa hapa yu'adhaban, wanaadhibiwa watu hawa wawili. Lakini pia akasema, awaambia maswahaba, wa ma yu'adhabani fi kabir, lakini hawaadhibiwi katika mambo makubwa, kwamba walifanya mambo makubwa ulimwenguni ndio wanaadhibiwa. La, wanaadhibiwa katika majambo madogo madogo tu. Intabe wasma, sikiliza ndugu katika imani mambo hayo. Asema Mtume,
Amma aduhuma fakana yamshi fi nnasi bin namima. Mtume akasema wa kwanza katika watu hao wawili ambao wanaadhibiwa hapa, wa kwanza wao walikuwa akitembea baina ya watu bin namima, akifitinisha Waislamu. Yeye akitembea baina ya watu akifitinisha Waislamu wanaposhikamana, yeye anakuwa ni mfitinishaji mkubwa, kwamba wagombane, wazozane, washikane mashati Waislamu. Hii ndio adhabu yake ambayo inamfanya leo hii katika kaburi hili anaadhibiwa. Asema wa amma al-akhar fakana la yatanazzahu bimbauli. Mtume akasema ama huyu wa pili anayeadhibiwa pia, fakana la yatanazzahu min al-bauli, huyu wa pili alikuwa ajitakasi pale ambapo anapoiendea haja ndogo, kwa maana anapoenda kukojoa alikuwa ajitakasi, hajisafishi mkojo warukia katika mavazi yake. La wala yatanadhafu min bauli, hajisafishi, anakojoa amesimama, hajisafishi, mavazi yake yanakuwa na najisi, atoka hapo pia ashika udhu aenda kusali, hali ya kuwa mavazi yake yana mkojo, yana najisi, haifai, swala yake inabatilika kwa jambo hilo. Idh kana la yatanadhafu min bauli thumma yusalli fa salatuhu batila, alikuwa ajitakasi na mkojo wake, anasali na mavazi yake hayakuwa yana mkojo, fa salatuhu batila, basi swala yake inakuwa ni batili kabisa kutokana na najisi ambayo ipo katika nguo yake. Fadhur, lakini pia tambua ndugu katika imani, mtu huyu taraka tanazuha min albaul, ameacha tu kujitakasa kutokana na mkojo, maana yake kaacha kujisafisha kutokana na mkojo ambao amekojoa. Wadhalika min kabiratu min kabairi dhunub, na jambo hilo ni kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Istahaqa alayhi aladhabu fil qabr, amestahiki kupata adhabu katika kaburi kwa kukojoa tu, amesimama aliyakuwa atoka hapo aenda shika udhu asali aliyakuwa mavazi yake yana najisi. Mtu huyo amestahiki kupata adhabu kali kwa kufanya kitendo kama hichi. Fakaifa bihaluka ya tariku salata, vipi ndugu katika imani itakuwa hali yako wewe ambaye waiacha swala kabisa, swala yenyewe waiacha? Hawa ni watu wanaadhibiwa na vitu vidogo, itakuwa adhabu gani kwa yule ambaye sasa ataamua maisha yake kuishi tu bila kutekeleza ibada ya swala? Amma alimta bihalika yauma alqiyama, ndugu katika imani, je, umetambua hali yako wewe ambaye waiacha swala kwamba ni vipi, ni namna gani utakuwa siku ya kiyama? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakutambua vipi wewe Muislamu katika umma wake huu na wewe waiacha swala? Hadithi sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, inna ummati yudauna yawm alqiyama ghurran muhajjalina min athari alwudu. Mtume anasema siku ya kiyama umma wangu utaitwa aliyakuwa ukiwa umeng'aa kutokana na athari za udhu. Fama baluka ayuha almuslim, vipi wewe Muislamu ambaye utekelezi swala? Mtume Muhammad atakujua katika namna gani aliyakuwa swala utekelezi, ukiudhu. Mtume anasema wafuasi wake siku ya kiyama umma wake utakuwa umeng'aa kweli kweli, viganja na mikono vitakuwa vinawaka, uso wake utakuwa unawaka kutokana na athari ya udhu. Vile unavotia udhu unavotaka kusali, basi Mtume anasema siku ya kiyama viungo vyako vya udhu vyote vitakuwa viking'aa kweli kweli kutokana na udhu ambao unaushika kutekeleza ibada ya swala. Amma alimta ya tarika salata bidhalika alwaidi shadidi wa tahdidi, ndugu katika imani, Muislamu ambaye anaiacha swala, je, umetambua ya kwamba yale makemeo na zile adhabu kali na vitisho vikali, liman akhara salata an waqtiha, yule ambaye mwenye kuiacha swala kutoka katika wakati wake, je, umetambua vitisho vyake na adhabu zake mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma swalaha baada alwaqt, kisha mtu huyu hiyo swala akaitekeleza baada ya kuwa muda wake umeondoka, yeye ndo haja asali, wenzake wanaswali, yeye hayupo, yuko mwingine, kisha muda ukishaondoka yeye ndo anakuja anaswali peke yake. Adhabu hii je, umetambua? Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu, fawailul lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun, wameangamia wale watu ambao wanapoteza swala zao, wanazisahau. Ndugu katika imani, angalia waid, makemeo makali ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwapia watu ambao wanapoteza swala zao, wanazisahau, wameangamia kwa kupoteza swala zao na kuzisahau. Yuakhirunaha hatta takhruja waqtaha, wanazichelewesha swala mpaka muda wake unatoka. Kama ni saa 7 na saa 9 muda wake unaondoka na kadhalika. Asema fakaifa bika la tusalli la fil waqti wala fil ba'd,
Vipi wewe Muislamu ambaye huyu ana adhabu kali ya kuchelewesha swala katika wakati wake, anaisali lakini anaichelewesha? Fama baluka anta, vipi wewe Muislamu hali yako ambaye la fil wakti, si wakati wa swala, wala baada alwakti, wala baada yake pia hausali, adhabu yake itakuwa ni ipi ndugu katika imani? Ama alimta ya tarika salata, je, umetambua wewe Muislamu ambaye waiacha swala inakupita, waipoteza, utakutana na bonde la moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah anasema walikuja baada ya kizazi chema, walikuja baadhi ya watu swala wakaipoteza na wakapata matamanio mbalimbali, swala wakaacha kabisa swala na asali, wakawa wenyewe sasa yale mambo ya shahawa, matamanio, uzinifu, ulevi na vinywaji vya haramu vyote wakawa wenyewe wavifuata, swala wakaiacha, wakaipoteza. Allah akasema fasawfa yalqawna ghayya, wataingia katika bonde la moto wa Jahannam ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameliandaa kwa watu ambao wenye kuiacha swala, wanaipoteza swala. Waislamu hawazinduki, adhana nyingi zinatolewa, lakini Muislamu hashtuki katika kifua chake kutekeleza ibada ya swala. Ama alimta ya tarika salata, yeye Muislamu ambaye anaiacha swala, yeye umetambua ya kwamba watu ambao wanaingia katika adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ya motoni, wanapoulizwa ma salakakum fi saqar, ni kitu gani ambacho kimewatia katika moto huu wa saqar, kitu gani ambacho kimewatia motoni? Asema lam yabdu bi shay'in ghair tariki salat, hawatasema chochote isipokuwa kusema ya kwamba qalu lam nakum minal musallin, watasema ya kwamba sisi tumepata adhabu hii ya kuingia katika moto wa Jahannam, tulikuwa tutekelezi ibada ya swala. Unakuadhiniwa swala ya alfajiri, swala ya wakati wote ile, hatuzinduki, si tuko na michezo na biashara na michezo na biashara, hata wakasali hao maimamu, hata wakasali wao, sisi hatusali. Asema pia wala mnakunutu muskini, lakini pia tulikuwa tunaponadiwa pia kuwalisha maskini, watu ambao wana duni za kimaisha, hatutekelezi. Sema wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, na tulikuwa tukicheza tukipiga zogo na watu ambao wapigaji zogo wakubwa. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, lakini pia tulikuwa tukikadhibisha siku ya kiyama. Tukinadiwa kuna kiyama, aminini kuna kiyama, jiandaeni nacho, tunakadhibisha, tunasema hapana, ni waongo, watudanganya, dunia hii ilivyokuwa nzuri hivi, watuambia kuna kiyama. Hakuna kiyama hicho. Allah anauliza na wanajibu kwamba tulikuwa tukadhibisha, hakuna kiyama, dunia ilivyokuwa nzuri hivi pia itaondoka, tulikuwa tukikadhibisha. Hata atana yaqin, mpaka umauti ukatujia, aliyakuwa na sisi tupo katika lahwi na kadhalika, mpaka umauti mtu anaondoka mmoja mmoja, mpaka wote Allah subhanahu wa ta'ala anairithi ardhi na vilivyomo, na watu wanapiga zogo, watanabahiki katika ibada ya swala. Amma alimta bihadha kulluhu in kunta qad alimta falimadha la tusalli, ndugu katika imani, kama haya yote umeyatambua, unayafahamu pengine, falimadha la tusalli, kwa nini usitekeleze ibada ya swala? Ndugu katika imani, tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu. Swala hii ni ya kwetu sisi, inatofautisha sisi Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu. Ndugu katika imani, kuna mambo mawili ambayo wanachuoni wanasema yanahuzunisha sana katika mujtama mbalimbali wa Kiislamu. Sehemu ambapo kuna mujtama wa Kiislamu, kuna mambo mawili yanahuzunisha sana sana. Asema jambo la kwanza ni Muislamu ambaye yeye haingii msikitini, ana miaka mingi sana katika Uislamu, lakini haingii msikitini mpaka pale ambapo jeneza lake litaletwa, laingizwa msikitini kusaliwa, hapo ndo ameingia msikitini. Ana miaka mingi sana katika Uislamu, lakini kuingia kwake msikitini ni pale ambapo ashafariki na ananadiwa kwamba akasaliwe msikitini, hapo ndo anapoingia msikitini kwa miaka yote ambayo yuko katika Uislamu. Wanachuoni wanasema jambo hili na bil hakika yuhzin, jambo hili linahuzunisha sana. Mtu ana miaka mingi sana katika Uislamu anaingia msikitini hali ya kuwa anakuja kusaliwa tu, ashafariki muda mrefu, anaingia msikitini kwa kusaliwa. Wama al-akhir, na jambo lingine ambalo linahuzunisha, wanachuoni wasema almar'atu, mwanamke ambaye hajisitiri mpaka pale ambapo sanda yake ndio itakuwa ni stara yake. So sanda yake, zile sanda sita za kumstiri mwanamke ndio itakuwa stara yake. Bila hakika jambo hili linahuzunisha sana ndugu katika imani. Tutekeleze ibada
kama alivyo Allah subhanahu wa ta'ala tuamrisha. Mtu anatembea, mwanamama wa Kiislamu anatembea amejiachia kabisa, ana stara yoyote, anasema jambo linahuzunisha, sanda ndio itakuwa stara yake, yale majuba ambayo atastiriwa katika sanda ndio itakuwa stara yake. Ndugu katika imani, tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu. Swala hii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameiapia vikali, anasema wassalatu amama, swala na wale ambao mnaowamiliki nyinyi Waislamu. Ndugu katika imani, Ibrahimu anawahusia wanaye wakati anaondoka katika maisha, madha taabuduna min ba'di, mwabudu nini? Mimi naondoka, nikishaondoka mtafanya ibada katika mila gani? Sema qalu naabudu ilahaka wa ilaha abaika, tutaabudu katika Mungu wako wewe na Mungu wa baba zako Ibrahimu, Ismaila wa Ishaq, na hao wote hao utafuata mila zao. Ndugu katika imani, tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kama mzazi utakuwa utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vijana wako umewaacha hawatekelezi ibada ya swala na wala haushtuki, uulizi nyumbani wamesali au hawajasali. Wewe wauliza tu wamekula au kesho waamke vizuri waende skuli, wauliza hivyo. Swala hapana. Unaandaa vipi wanao hawa baada ya kuwa wewe umeondoka? Mila tukufu ya Ibrahimu alayhi salam, anawaambia wanaye, mtaabudu mila gani baada ya mimi ya kuwa nimeondoka? Taabudu mila yako wa ilaha abaika Ibrahim, Ismaila wa Ishaq. Ndugu katika imani, tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu mbele zake. Allahumma rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'u minhum walamwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.